wageuke kwa njia mbaya, hata za ubakaji, wakiri mbele za Mungu, achane nazo. Ukiangalia kitabu cha Mwanzo 2 mstari wa 17, Mwanzo 2:17, Mungu anamwambia Adamu, wala matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile. Kuna aina ya miti Mungu amesema watu wasile. Kuna aina ya miti watu wanakula. Kuna aina ya miti watu wanakula. Mungu anamwambia Adamu kwa Mwanzo 2 mstari wa 17, wala matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile. Kuna mti Mungu anakuambia usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Kuna miti Mungu ametengeza, amesema watu wasile. Kuna miti ambayo ukila inakufanya ulewe. Kuna miti ambayo ukivuta inakufanya ulewe. Huyu mtoto amechinjwa. Huyu mtoto ameharibiwa maisha yake kwa kubakwa na kuuawa. Inasemekana kwamba ndani ya ile blanketi kulikuwa na gomba. Chungana sana na gomba. Huyu mtoto amebakwa juzi na akamwagiwa asidi. Kuna tetesi, kuna ukweli unasemekana kwamba ndani ya blanketi kulikuwa na gomba. Chunga sana. Kuna miti ukila inakufanya ubake, gomba. Kuna miti ukila inakufanya ufikirie kama mnyama. Utaona watoto wadogo kama hawa, umekula gomba, umevuta bangi, umechanganya na mugoka, utaongeleshwa. Hauna bibi, utaongeleshwa. Hauna mke, utaongeleshwa. Hata mimi nikitumia hizo vitu nikiona watoto wadogo na sina mke, nitaongeleshwa. Lakini Mungu hataki. Kwa nini mbona hii gomba imepatikana katika hiyo blanketi? Kuna kitu Mungu anatuonyesha. Mungu anakuambia epukana na gomba, uepukane na ubakaji. Mungu akikwambia kuna miti usile, itakuingiza jehanamu, itakufanya utende dhambi. Geukeni kutoka kwa gomba, geukeni kutoka kwa miadarati. Mungu apendezi na hiyo. Mungu anataka kusaidia, Mungu anataka tusaidie. Tunakushukuru Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo. Damu ya Yesu Kristo ina nguvu ya kuosha gomba, ya kuosha kila aina ya dhambi na makosa na upuuzaji. Bwana Mungu, umetutuma mahali hapa siku hukumu, lakini Bwana kuonyesha ile njia ambayo watu wanafaa waione na waikimbilie. Bwana Mungu, kuna miti umesema iliwe na miti mengine isiliwe. Bwana, miti ambayo tukila inatufanya tuweze kufanya mambo mabaya. Bwana, kama mtoto aliyebakwa juzi, Bwana, ndani ya blanketi hiyo kulipatikana gomba, na kuna watu wanatumia gomba hiyo. Bwana, wahurumie, wasamee, waondoe mahali huko. Bwana, warekebishe. Bwana, kutana nao katika vyumba vya siri na waongeleshe. Bwana, wasije wakawa watumwa wa dhambi, wasije wakafa katika ziwa la moto milele kwa ajili ya yale ambayo wameyafanya. Mungu, tunaomba utubadilishe na uturehemu, na ni kwa jina la Yesu Kristo tumeomba tukiamini. Amina. Mungu awabariki. Basi imempendeza Mungu injili. Ni mapenzi ya Mungu injili ya Yesu Kristo. Ni mapenzi ya Mungu injili ya Yesu Kristo ibiriwe mahali hapa. Mungu aliyeumba mbingu na hata nchi, Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo, asante kwa kutupa pumzi, uhai, nguvu
Nenda ukanene sana inavyokupendeza. Na ni kwa jina lake Yesu Kristo, amina. Mungu anataka ugeuke kwa njia mbaya. Ukiangalia kitabu cha Luka Luka 13 mstari wake ni 3. Luka 13 mstari wake ni 3. La hasha, nyinyi nanyi msipotubu. La hasha, nyinyi nanyi msipotubu, mtaangamia vivyo hivyo. Yesu anasema usipogeuka kwa kila njia mbaya, usipogeuka kwa zinaa, usipogeuka kwa ulevi, usipogeuka kwa chuki, usipogeuka kwa uzinzi, usherati, Yesu anakuhakikishia kwamba utaangamia. Mungu anataka ukae chini ujifikirie. Wakati wowote, saa yoyote unaweza kuondoka duniani. Unaondoka duniani ukiwa vipi? Mungu anataka ujifikirie kweli. Kuna tokeo limetokea la mtoto juzi kubakwa. Mtoto kubakwa na mtoto kumwagiwa acid na kuwekwa kwa gunia na kutupwa manyani. Ndani ya gunia hilo kumepatikana na gomba. Aibu. Ni aibu. Mungu anasema ni aibu. Mtoto amebakwa. Na ndani ya hiyo blanketi kumepatikana na gomba. Mungu ananionyesha nini? Kwa nini imekuwa hivyo? Mungu anakuonyesha gomba unapotumia inakupatia mawazo machafu. Ukiona watoto wa shule utafikiria kuwabaka. Manake mlevi yuko taira. Mlevi afikiri. Yesu ananiambia nitubu. Yesu anakuambia utubu. Unajua kile kitu unachokiongelea. Watoto wa mama, lindeni watoto wenu. Amejaribu kuchoma mtoto na acid, aficha ushahidi, lakini huwezi ficha ushahidi. Mungu amemulika, gomba imepatikana. Mungu anamaanisha nini? Unapotumia gomba, chunga sana. Weka mtoto wako mbali na watu wanaotumia gomba. Chunga sana. Mtu ambaye anatumia gomba anaweza fanya chochote, lolote, wakati wowote. Yesu anakupenda, anakuambia geuka kwa hiyo. Geuka kwa hiyo. Unajua ni uovu. Unajua si sawa. Hakuna mtume hata mmoja alitumia huo uchafu. Unamfuata nani? Unamfuata Musa. Musa kuishi maisha hayo. Wamfuata nani? Mtume gani unamfuata? Geuka kwa njia mbaya. Diamond ni malaya. Geuka kwa njia mbaya. Wamama, wekeni watoto wenu karibu, chunga. Wanaume ni simba. Mwanaume ambaye na Yesu Kristo ni mbakaji tu. Mwanaume ambaye anatumia ulevi, mgokaa, chang'aa, pombe, huyo mtu anaweza fanya chochote wakati wowote. Ni haujajijua, lakini unaweza fanya chochote. Shetani anaingia watu. Shetani alimuingia Judas kwa maandiko. Shetani alimuingia Judas, akamtumia Judas. Watoto ni wengi. Tumekuwa tukishiriki injili huko chini. Watoto ni wengi, lakini wazazi tabia ya kuacha watoto nje. Saa moja watoto wako nje, saa 2 hujui mtoto yuko wapi. Hii ni tabia mbaya. Yesu anaambia wazazi watubu. Yesu anakuambia utubu. Mtu akilewa anaendesha gari, anafanya ajali. Kwa nini anafanya ajali? Mtu akilewa akiendesha pikipiki anafanya ajali. Kwa nini? Unapolewa akili si yako. Ukiwa katika ulevi
ukiwa katika ulevi, akili si yako, utageuka. Mungu anataka ugeuke kwa njia mbaya. Hatuhitaji sadaka yako Mungu akubariki. Mungu anataka ugeuke kwa njia mbaya. Hiyo ndio sadaka nakwambia. Geuka kwa njia mbaya. Bangi ukichanganya na uraibu mwingine wowote, unajichimbia kaburi. Hakuna mtume alisimamisha hayo. Wamfuata nani wewe? Mfuata mtume gani unamfuata? Unajidanganya. Bob Marley aliuawa na hiyo. Unafuata maisha yake machafu. Mungu anataka ugeuke kwa njia mbaya. Mungu anataka ugeuke kwa njia mbaya. Mungu aliupenda ulimwengu. Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa Yesu Kristo ili mimi na wewe tuondolewe katika dhambi zetu, ili mimi na wewe tupate mahali tutakapotoka kwa ulimwengu huu. Lakini lazima kuwe na toba. Toba ni kugeuka kwa njia mbaya. Ziko njia nyingi ambazo unazifanya ambazo hazimpendezi Mungu. Mungu anataka usuke. Kuna wizi, kuna kutokutii wazazi, kuna kwenda kwa waganga, kuna matusi. Mungu hapendezwi na haya yote. Kuna mambo mingi ambayo mwisho wa siku yatakuchoma milele. Mungu anataka mwisho wa siku mwanadamu atubu, apatane na Muumba wake, aishi na Muumba wake milele. Hilo ndio Mungu anataka. Mungu hataki akuchome milele. Shetani atachomwa, na wale ambao wataishi maisha machafu pia watachomwa, lakini si mpangilio wa Mungu akuchome milele. Mungu anakupenda, ndio maana ametuma sauti hapa. Mungu anakupenda, ndio maana ametutuma tujikumbushe na tukukumbushe kwamba pendwa, tuko safarini kwa haya maisha. Mlilie Muumba wako, rejea kwa njia za Muumba wako, patana na Muumba wako kabla tujaondoka hapa. Watu wanakufa kila siku, watu wanasikwa. Kwa kila mmoja kuna mtu ameshuhudia mtu akifa. Jirani yako, ndugu yako wa mbali, kazini yako. Kuna watu wamekufa katika familia zetu, kama si baba pengine mama. Unaona, una rafiki pia ameondoka. Naona Mungu akufariji. Hivyo ndio Mungu anasema. Mungu anasema tarisha moyo wako nami nizidi kutarisha moyo wangu kwa ile safari, kwa kutubu dhambi na kumwamini Yesu Kristo na kuishi maisha masafi. Weza kuwa kanisani lakini unaishi maisha machafu, utaingia jehanamu mwisho wa siku. Mungu ni mtakatifu na ndani yake hakuna dhambi. Na ndio maana Mungu anataka wanadamu wamwamini Yesu Kristo, dhambi zake siondolewe, uishi maisha masafi yanayompendeza Mungu. Haujaoa nenda ukaoe, haujaolewa nenda ukaolewe, ondoka kwa zinaa. Na kushukuru Mungu wa Abraham, wa Isaka na Yakobo. Asante kwa mali hapa kila aliyesikia Bwana. Tusaidie tuweze kufanya marekebisho kwa kutubu na kumwamini Kristo. Asante kwa wote na hata kwa vyote. Nenda ukasamehe kila aina ya dhambi na makosa. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba tukiamini. Amina. Mungu akubariki. Asante. Na wewe pia. Amina, amina. Mungu apewe utukufu. Asante baba.